kashushe chini kanakuwa kakipisi hivi. Lakini akiendesha havai viatu. Unajua gia ya bodaboda iko kwenye mguu wa kushoto, kulia ni brake, kushoto ndo unaingiza gia unavyo. Sasa amevaa na kasendos kenyewe kale mnakaita kanini kale kuingiza hivi kameninginia kale. Sasa kale kameninginia, gia unaingizaje? Anapiga, wanaita watoto wa hao vijana wanaita niko kishada hicho ni achana nacho. Kwa kweli inaleta changamoto sana. Lakini sasa madhara yake, mimi kwangu kule nafanya mafunzo na kuwaelimisha kwa mara nyingi katika mikutano na kuwakusanya kwa makundi hayo. Ni shida sana. Kwa hiyo mimi nashauri, imetengenezwa pikipiki ikawekewa side mirror, ikatengenezwa usukani uliopimwa kwa vipimo. Unajua kila kitu kinatengenezwa kwa vipimo. Ni sawa na steering ya gari. Ilivyotengenezwa, imetengenezwa adjustment katika kwa mtu kukaa kawaida, ujihisi vizuri na utembee na ufanye kazi zako za kuendesha kwa uzuri na kiulinzi. Kwa sababu hata unavyokaa kwenye steering ya gari, umbali uliowekwa na mguu, namna ya kukanyaga pedali za mafuta na breki umepimwa kiasi kwamba hapa hata ungekanyaga kwa mshtuko, breki itafika mwisho. Hata ingekuwa breki iko mbali na kawia kukamata, mguu utafika mwisho na breki itakamata. Sasa ukishashusha kale ka steering ka pikipiki, tayari umesha alter ule mkao wa kawaida wa pikipiki. Maana yako umeshatengeneza changamoto kwa wewe kuimanage pikipiki katika hali ya kawaida. Ukishatoa side mirror, maana yake inakulazimu, na ndio maana sisi kwa mfano mimi nikiendesha gari, ukimpigia honi bodaboda, badala ya kukuangalia kwenye side mirror akuone unakuja, anageuka. Sasa na kugeuka kwa mwili ni lazima pikipiki ifanye nini? Iyumbe, kwa sababu anageuka mwili hivi na mikono lazima inafanya nini? Inageuka. Unakuta ndio chanzo cha ajali. Lakini angekuwa na side mirror, asingehangaika kugeuka yeye uso. Maana yake jicho moja lingegeuka likaangalia kwenye side mirror na kuona unayempigia honi, lakini wakati huo macho yanatizama mbele katika uwanda wa nyuzi 180, eneo la macho ambalo linaweza likaona vizuri. Dola Boy kutoka Kisasa anasema diwani wakati ya Ipagala ni moja ya madiwani ambao nawakubali sana. Swali langu kwake ni kipi kikubwa ambacho kawafanyia wanakata wa Ipagala, akikaa na kuwa anasema kweli lile liwatendea haki wananchi wangu. Najua mengi kawafanyia wanakata Ipagala, nataka lile kubwa ambalo kwake ni namba 1 kati ya yote. Mheshimiwa Gombo Doto majibu. Sasa mimi namshukuru mwananchi, bahati nzuri yeye mwenyewe amekiri, anajua nimefanya mengi. Na katika mengi hakuna ambalo mimi naliona ni bora zaidi kuliko jingine, kwa sababu kwa mfano unaweza kusema swala la makazi lilikuwa ni changamoto kubwa, lakini je, liliwagusa watu wangapi? Mimi nina wakazi 50,000 na 50,000. Sasa katika 50,000 unakuta swala la makazi lina watu labda 10,000. Kwa hiyo ukisema lile la makazi ni bora kuliko mengine, je, waliohitaji barabara ni watu wangapi? Je, utasema la barabara ni bora? Maendeleo kwenye eneo ni kama mimi ni kama daktari ninayetibu. Daktari anayetibu, ndio maana tunaweka vitu kwa foleni, na sisi ndio maana tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba tutatekeleza hili na hili na hili, kwa sababu yote tunayoahidi kuyatekeleza ni muhimu. Wewe ukifika kwa daktari na mafua yako, halafu yuko aliyefika amevunjika mguu, wewe uliyevunjika mguu ukasema mnipishe mlioko mbele hapa niingie kwanza, nyinyi mnaonekana hamjavunjika mguu, mimi ni wa muhimu sana, lakini yule mwenye mafua na yeye amemtoa nyumbani akaja pale, maana yake naye ni ugonjwa mzito uliomfanya nini, uliomkaba aingie kwa nani? Kwa daktari. Kwa hizi changamoto za maendeleo kwa kata ya Ipagala zote ni muhimu, kwa sababu zote zinahitajika kwa wananchi waliotupigia kura. Na mimi sina deni katika maeneo mengi, nimetekeleza. Nimekwisha sema habari ya ofisi ya mtendaji wa kata, mabarabara, hospitali, shule hizi, mikopo ya kina mama na vijana, ulinzi na usalama na vitu vingine kede. Kwa hiyo mimi namwambia huyo msikilizaji kwamba bahati nzuri anajua nimefanya mengi. Sasa hayo yote ni ya muhimu kwa wananchi, kwa sababu kila maendeleo yana mahitaji kwa kila mwananchi. Muda sio rafiki. Tumalize na wito wake tu kwa Ipagala. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Wana Ipagala unawaambiaje, nini watarajie? Mimi mwaka huu kweli ni mwaka wa uchaguzi 2025. Serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya jemedari wetu Mama Samia imefanya mengi.
tunatambua kuna na wapinzani na wenyewe wanafikiri wako kutubeza. Lakini mimi kama diwani wa kata ya Ipagala, la kwanza ambalo ni waeleze wana Ipagala wawe imara. Chama cha Mapinduzi kimetekeleza kwa ziada wa walichokiomba. Maana yake sisi tungetarajia miaka 5 hii tungejenga hata shule moja au mbili. Lakini tumejenga ziada. Tungetarajia barabara zijengwe chache, lakini tumejenga ziada. Lakini tungetarajia hata ofisi ya kata tusingejenga, lakini tumeijenga. Tungetarajia kituo chetu cha afya pengine tusingekipata, lakini tumekipata. Kwa hiyo tumepata ziada. Wana Ipagala wawe imara kukitetea Chama cha Mapinduzi. Lakini cha pili, sisi wana Ipagala tunasema tunavyo viporo vyetu. Watu wanaotegemea kuingia kwenye mchakato wajue wana Ipagala wana viporo vyao. Na wao kama wanaleta chakula, basi tutakiangalia kile chakula kinafaa au hakifai. Na viporo vya wana Ipagala, cha kwanza wana chakula kilichoiva ambaye ni Mama Samia. Tayari Chama cha Mapinduzi yule ndio mgombea wetu. Kwa hiyo hicho ni chakula chao kilichoiva. Lakini wana viporo viwili vya ziada. Tunaye mbunge wetu wa jimbo la Dodoma mjini. Hatuelewi mpaka sasa hivi atagombea wapi. Akigombea Mtumba, inshallah huyo atakuwa kiporo chetu wana Ipagala. Huyo tunaye mkononi, tuendelee kumlinda na kumtetea kwa sababu amefanya makubwa. Lakini na ndani ya kata, kiporo chao ni mimi. Niko mimi diwani wao Gombo, ni kiporo ambacho wanakishikilia. Demokrasia inaruhusu mtu kuja mwingine ambaye naye atakuwa chakula cha wana Ipagala. Wamwangalie, je, anafaa? Inaweza ikawa ni ugali ulioharibika. Wataendelea kula kiporo chao ambacho ni mimi. Kwa hiyo wazingatie kiporo. Na kiporo hakihitaji moto mwingi. Kiporo kinajulikana. Kwanza unakijua umekipikaje. Lakini cha pili unajua saizi yake. Lakini unakimudu tayari unacho mkononi. Kwa hiyo kuna mambo. Kwa hiyo lakini nikwambie BK. Bado nipo. Tunasema kwamba mama alisema juzi, kama mlimsikia vizuri Mheshimiwa Rais, kwamba jamani mnaotarajia kugombea mseme mapema. Kwa wale ambao ni watumishi wa serikali, basi tuone hizo nafasi zenu tunawapa akina nani ili wapashe mpaka uchaguzi unafika. Mkiwa mnawafundisha basi tupate watu wenye umahiri kama mimi. Na mimi nasema kwa Ipagala, nasema mapema kwamba mwaka huu niko kwenye kinyang'anyiro kuendelea na nafasi yangu ya udiwani wa kata ya Ipagala. Kazi endelee na mama ameshasema ni kazi na utu. Kazi na utu. Kazi endelee, lakini kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Bas. Hayo ndio mambo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Asante sana. Tulikuwa na Mheshimiwa Gombo Doto, diwani wa kata Ipagala. Mmesikia wenyewe. Bado yupo sana. Kazi na utu, kazi iendelee. Kabisa. Tunasonga mbele. Unafanya muyaoni? Mimi malizia. Nilikuwa namalizia. Ndugu mtangazaji, nitoe shukrani. Ndio. Unajua mimi sasa nilikuwa natekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5. Ndio. Mimi cha kwanza shukrani kubwa sana zimwendee rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niseme ni kiongozi wa aina yake. Na ahadi yangu kwake ni kwamba kura za Ipagala kwake zimetulia na ni za uhakika na ni kura zote, wala asipate mashaka. Mimi shukrani ya pili nimpe mbunge wangu Anthony Peter Mavunde. Kwa kweli amekuwa daraja kubwa sana la maendeleo na mafanikio ndani ya kata ya Ipagala. Mimi namwombea Mwenyezi Mungu ampe hekima, afya njema, na ninamhakikishia kama atakuja jimbo la Mtumba na kama litakuwa limegawanywa, basi kura za kata ya Ipagala ziko imara. Lakini hata akienda jimbo la Dodoma mjini, wana Ipagala tutaenda Dodoma mjini kwenda kutafuta kura za Mheshimiwa Mavunde. Lakini jambo la tatu ni washukuru waheshimiwa madiwani wenzangu wa baraza la madiwani la Dodoma mjini. Leo tutakuwa na baraza la kupitisha sheria ndogo za halmashauri ya jiji. Sisi madiwani tunasaidiana sana katika mgawanyo wa rasilimali kupeleka maendeleo kwa wananchi. Niwashukuru sana kwa sababu yako maeneo ambayo na mimi katika maombi yangu ya bajeti walinivumilia katika vikao vyetu ili nipeleke maendeleo kwa wana Ipagala. Niwashukuru sana waheshimiwa madiwani wote wa baraza la madiwani la jiji la Dodoma. Lakini nishukuru wana CCM wa kata ya Ipagala. Waliniamini mwaka 2020 wakanipa nafasi na ya kutekeleza kazi zangu. Wamenipa utulivu, wamenipa ushirikiano wakati wote. Kwa hiyo nawashukuru sana wana Ipagala kwa kunipa ushirikiano.